Bana, taarifa ni nyingi sana na habari ni nyingi sana, lakini huu ni usiku kwa sasa ni saa 7 kwa saa za Afrika Mashariki, lakini nimeona ni moja kwa moja nikupe updates kwa sababu mimi ni mtu ambaye nawapa taarifa hata usiku wa manane pale ambapo taarifa zimenifikia. Miongoni mwa story kubwa muda huu ni pale visiwani Zanzibar, ambapo na maripota wangu ambao tayari wako pale wakiwa wanaendelea kuripoti taarifa mbalimbali, na miongoni mwa story kubwa ni kikosi cha timu ya RS Berkane. Wao wamekwisha wasili katika uwanja wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, uwanja wa ndege huo ambao tayari wamekwisha fika mapema, na walifika mapema tangu saa 3 za usiku wa leo. Na mara baada ya kuwasili katika uwanja huu wa ndege, wao wakaanza logistic namna gani ya kuweza kutoa timu, kwa maana wachezaji pamoja na benchi la ufundi pamoja na mashabiki ambao wamesafiri nao. Kumbuka wamekuja na ndege private, wamekuja na ndege yao ya moja kwa moja ambayo hiyo imesafiri hadi visiwani Zanzibar kunako marashi ya Karafuu kwa ajili ya kwenda kuwakabili Simba siku ya Jumapili. Sasa story ni hivi: mara baada ya wao kuwasili, RS Berkane kikosi chao wamewasili na magodoro yao, wamewasili na mito yao na mambo kama hayo, kwa maana wamekuja kamili gado. In short ni kwamba wamekuja kwa kila kitu ambacho wanajitegemea wao wenyewe. Kwa hiyo wameona waje kwa namna hiyo, lakini story kubwa mpaka sasa kilichonileta mimi kuja kuzungumza nawe ni mara baada ya kuona pia kikosi cha timu ya RS Berkane, viongozi wao kwa maana viongozi, wachezaji pamoja na mashabiki wote wameingiwa na mchecheto. Kumbuka timu mwenyeji huwa ndio inawaandalia usafiri wa kutoka airport hadi hotelini, kwa maana Simba wao ndio, kwa mujibu wa CAF, Simba wao kikanuni ndio wanapaswa kuandalia usafiri, kwa maana viongozi, wachezaji pamoja na mashabiki ambao wamekwisha fika pale. Lakini cha kushangaza, Simba wamepeleka magari yao ya kutosha kama ambavyo utaona kwenye video hapo, lakini pia wamepeleka gari za kutosha ambazo zinaweza zikahimili mashabiki, viongozi pamoja na wachezaji ambao wamewasili. Lakini cha kushangaza bana, jamaa wakaona kwamba ni vyema waje na magari yao, wakaagiza magari yao yaje, waje magari ambayo wanayaamini, wakaagiza. Na kiangalia kuna magari ya upande wa kikosi ya timu ya Simba ambao wamewapatia, alafu kuna magari yao ambao wao wameagiza, sasa magari ambao wanayaamini zaidi. Ukiangalia ndio utaona hizo Costa ambazo wao ndio wanaamini kwamba hizi ndio gari salama na mambo kama hayo. Sasa wamekataa kabisa usafiri ambao Simba wamewapelekea wao, wakaja na usafiri wao, kwa maana wakaagiza waletewe usafiri ambao wao wanakuwa na imani, wanakuwa comfortable zaidi. Sasa tuje kwenye scenario ya mechi ya finali. Hii ni joto limekwisha anza kuingia RS Berkane, kwa maana tayari wameanza kuingiwa na uoga, wakiamini kwamba huenda wamefanywa figisu na Simba. Sasa imagine wamekataa magari yote hayo ambayo Simba wamewapatia, na kwa mujibu wa CAF Simba ndio wanapaswa kuandalia usafiri. Sasa wamekataa, wamehakikisha wanapatiwa usafiri watu wengine kabisa, wamewatafutia usafiri, na ndio kama ambavyo unaona. Kwa hiyo wameanza kuingiwa na uoga, wameanza kuingiwa na mchecheto, kwa maana wanahisi wanafanyiwa fitna ili wafungwe kwenye mechi. Sasa taarifa ambazo nimezipata mpaka muda huu nikaona nisilale ni wajuze ni kwamba tangu saa 3 za usiku, tangu wamewasili katika uwanja wa ndege wa Amani Abeid Karume, uwanja wa ndege huo, mpaka muda huu saa 7 bado wako airport, hawajaondoka. Kwa nini hawajaondoka? Kwa sababu wanaendelea kusubiria na kupata atmosphere, kwa maana magari ambayo yameagizwa bado wanaendelea kuyakagua ili waweze kupata usalama zaidi, waingie kwenye magari na waelekee kwenye hoteli ambazo wamefikia. Sasa hii ina athari gani? Athari ya kwanza kwa upande wa timu ya RS Berkane, kwanza ni utulivu, wachezaji kukosa utulivu pamoja na benchi la ufundi, kwa maana tayari wameshaanza kuingiwa na hofu, kwa sababu Simba wao walipofika kule Morocco hawakuwa na hiyo hofu na hawakukwepo na hizi changamoto ambazo wanaziona kutoka kwao. Lakini hatimaye wao wameamua kuanza. Najua mara nyingi inatokea timu nyingi tu zinatoka huko Afrika Kaskazini, mara nyingi huwa zinakataa kupanda hizi gari na nini na mambo kama hayo, lakini story kubwa ni kwamba muda waliokaa airport ni muda mkubwa sana, na hii ndio story ambayo nimeona nije nizungumze na wewe. Athari ambayo wataenda kuipata wao RS Berkane ni pamoja na muda waliokaa airport. Kumbuka wamesafiri kutokea mji wa Ujda, huko ndiko ambako uwanja wa ndege wa Ujda unaopatikana, ambako RS Berkane wao kwanza wanatoka kwenye maskani yao kwenye mji wa Manispaa Berkane, wanatumia kama dakika zao 45 au 30
hadi pale mji wa Ujda. Wanafika pale wanachukua ndege, ndio hivyo, na ndege ile ni ya moja kwa moja, kwa maana masaa 8 hadi 9 hadi kufika Zanzibar. Of course ni masaa 9 kwa sababu hadi Dar es Salaam ni masaa almost 8 hivi. Sasa huwezi jua angani, lakini zaidi pia kutoka pia moja kwa moja hadi Zanzibar. Sasa unaweza kuhesabu, inategemea na wamepita wapi na wapi, unaweza kuhesabu masaa 9 walikuwa angani. Sasa kama walikuwa masaa 9 angani na bado paka muda huo hawajaenda kupumzika, ina maana inaweza kawaletea wanasema challenge, inaweza kawaletea pia changamoto, hasa kwa upande wa kwenda kufanya mazoezi yao, kwa sababu watakuwa hawajapata muda mzuri wa kupumzika, kwa maana muda mzuri wa kulala. Kumbuka kesho ni siku ya Ijumaa, sio kesho, leo tarehe kwa Ijumaa, watapaswa kufanya mazoezi ya recovery, kwa maana kurejesha utimamu. Mara baada ya hapo Jumamosi ndio watafanya mazoezi ya mwisho kuelekea mechi yao siku ya Jumapili. Sasa wameshapagawa, kwa maana wameanza kuingiwa na ubaridi, wameanza kuingiwa na mchecheto, na pia inaonekana wazi kwamba kuna namna ambavyo wamekuwa wakifanya organization, wakiorganize mambo yao na Watanzania wengine ambao wako pia hapa nchini, ambao wao wanawapa pia namna gani ambavyo wanapaswa kutumia mbinu zipi, labda wasitumie magari, labda wasifanyaje, wasiingie huko, wasifanye vile. Yote kwa yote ni kuwapa njia ya wao pia kuwa safe kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo wameshaingiwa na ubaridi, inaweza ikawa na athari, lakini pia kwa timu ambayo inajiweza kama RS Berkane inaweza pia isiwe athari sana kubwa kwao, lakini kwa watu wa Simba najua hii wanaweza wakaichukua na ikawapa wao faida, kwamba masaa 3 masaa hadi 4 watu wako airport paka muda huu bado hawajaondoka, wakiwa wanasubiria sasa gari zote zitimie, ili basi msafara pamoja na mashabiki wao wote waweze kuelekea hotelini. Kwa hiyo hii ni story kubwa ambayo nimeona nianze nanyi kwa usiku huu wa leo. Wamewasili salama, lakini wamekataa magari yote ya Simba. Wao wanataka magari yao ambao wanayaamini zaidi. Kwa hiyo hapo tu ujue fitna zimeanza, kwa maana mchecheto umeanza kuingia, kwamba hii finali sasa ya moto kweli kweli, kwa maana hii finali sasa tunayo na tunatamba nayo. Kwa hiyo ndio story ambayo leo nimeona usiku wa leo niweze kushare na wewe. Simba wamefanya mazoezi yao kwa siku ya leo, na mengi wameyazungumza kwenye press conference wakati wa hamasa. Piga sana hamasa pale, wakasema hawatataka mtu yoyote kuweza kuingilia, yoyote ambaye atataka kupenyeza figiso fitna na wakambaini, wanasema watahangaika naye, watapambana naye na hata toka katika uwanja wa Amani pale. Kwa hiyo Simba wamejidhatiti, wanasema wao wako kamili gado. Kwa hiyo yote ambaye atajipendekeza kwenye hii mechi, kama atafanya fitna ya waziwazi basi ataumia, lakini kama atafanya fitna za chini chini za kimya kimya, wao hawatakuwa na shida naye. Lakini mengine yote ni kwamba Simba wamekamilika, na leo kupitia rais wa baraza na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, leo ametangaza rasmi kuondolea Simba fedha au gharama za maandalizi ya uwanja, kama ambavyo CAF wanataka, kwamba timu mwenyeji ndio huwa inafanya maandalizi ya uwanja na kila kitu. Lakini wao kupitia rais wa Zanzibar, yeye sasa moja kwa moja ameona awaondolee Simba gharama na abebe gharama yote kwa ajili ya uwanja, hoteli na kila kitu, ili kuweza kuwapa Simba mchango mkubwa sana. Na leo nimeona kwa upande wa Simba amefurahi sana mara baada ya kuona pia rais huyo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, namna ambavyo ameendelea kuonyesha uzalendo kwa ajili ya kuweza kuwapa support ya nguvu, inaweza kawapa tija zaidi wao kuweza kufanya vizuri pia, kwa sababu inawapa morali, kwa sababu pia atakuwa mgeni rasmi na hata muda kukabidhi kombe na mambo kama hayo pia. Kama endapo mnyama anachukua kombe, basi inakuwa ni jambo zuri sana. Moja ya speech ambayo Simba amezungumza ni pamoja na kwamba mwaka 1993 alikuwepo hayati Mheshimiwa Al-Hassan Mwinyi, na kipindi hicho Al-Hassan Mwinyi alikuwa ndo mgeni rasmi, na Simba akashindwa kuondoka na kombe mbele ya Stella Abidjan mara baada tu ya kufungwa goli 2 katika uwanja wa Shamba la Bibi. Kwa hiyo wanasema Simba kwamba wanaenda kulipa na wanaenda kuwafungia sasa, wanaenda kuwafungia, na kwa maana wanaenda kumpa baraka na kwenda kumpa kombe hilo taji kijana wake sasa Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo mambo yako hivyo bana, na kwa RS Berkane wameshaanza kuingiwa na uoga, washaanza kuingiwa na mchecheto, washaanza kuhofia kwamba mnyama anatisha, mnyama ameshauvaa usika wa uwanja wa Amani kama uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo tayari wanahisi kwamba magari tulopewa labda huenda yamepuliziwa vitu, labda huenda imepuliziwa vumbi, labda huenda ina hali ya hewa mbaya na mambo kama hayo. Kwa hiyo nikwambie tu any updates ambazo utakuwa unazipata hapa na kupa live,
kwa kile ambacho nakisikia. Berkane wamekuja na mashabiki wao, wamekuja na mito yao, wamekuja na vyakula vyao, wamekuja na kila kitu chao, na bado wakakataa usafiri wa Simba. Wao wakaamini kwenye usafiri ambao wao wameletewa. So tusubiri kuona wataondoka muda gani. Mimi niko macho hadi asubuhi, ripota wangu endelea kunipenyezea taarifa zinazoendelea, na mimi nitasafiri siku ya Ijumaa jioni kuelekea huko ambapo ni hii leo jioni nitaelekea Zanzibar kwa ajili ya kuendelea kuwapa updates zote zinazoendelea katika michuano hii finali ya kombe la shirikisho Afrika, ambapo almost Simba kama atafanikiwa kutoa ubingwa huu ataondoka na bilioni 5. Mzigo wa maana kweli kweli. Nikushukuru sana, endelea kusubscribe, gusa alama kengele, tuwe pamoja zaidi.